namna ya kuvunja laana ya kupanda na kuvuna. Laana ya kupanda na kuvuna. Hii ni laana mbaya sana ambayo imewakamatia wengi sana. Wengine wanajua, lakini wengine pia hawajui. Lakini imeharibu maisha ya watu wengi sana. Inaitwa laana ya kupanda na laana ya kuvuna. Kwa sababu usipotambua laana hii, itaendelea kutesa maisha yako. Itaendelea kuharibu maisha yako kwa sababu hujajua nguvu iliyoko ndani ya hii laana. Sasa leo nataka nikufundishe namna ya kuivunja hii laana ili kwamba isikamatie familia yako tena. Kwenye kitabu cha Galatia 6:7, sidanganyike Mungu adhihakiwe. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Na yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Asa Mungu azihakiwe. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Sasa kile ambacho unakipanda kwa mwingine, kumbuka kwamba ndicho utakachokivuna. Kwa mfano, wengine wanawapandia wengine mbegu mbaya. Kwa mfano anasema kwamba huyu bwana hawezi kudumu kwenye ndoa, ataachika. Ile ni mbegu ambayo wewe unaipanda. Mwisho wa siku wewe mwenyewe ndio utakayevuna. Huyu bwana hataolewa, ni mbegu unaipanda kwa yule binti. Mwisho wa siku wewe ndio utakayevuna. Kwamba huyu atafilisika, ni mbegu ambayo unaipanda. Mwisho wa siku wewe ndio utakayevuna. Kwa sababu apandacho ndicho atakachokivuna. Huyu atakufa, mwisho wa siku umepanda hiyo mbegu ya mauti kwa mwingine. Mwisho wa siku wewe ndio utakayekufa kwa sababu wewe ndio uliopanda. Biashara yake itakufa, kazi yake itakufa, watoto wake watafeli. Mwisho wa siku watoto wako wewe ndio watakaofeli. Hata kama wana akili kiasi gani, watafika mwisho masomo yao watadrop, wataanguka chini. Kwa nini? Kwa sababu wewe umepanda hiyo mbegu. Kwa hata kama wewe usipovuna wewe mwenyewe, watoto wako watavuna. Usipovuna wewe mwenyewe, familia yako itavuna kwa sababu wewe ndio umepanda mbegu. Kwa hiyo watoto wengi wanaishi katika hatima ambazo sio za kwao kwa sababu wazazi wao wamepanda hizo mbegu mbaya kwenye familia nyingine. Familia ile ni maskini, sawa, lakini mwisho wa siku maisha yanapanda na kushuka. Unashangaa kwako yameshuka, umekuwa maskini. Yule ambaye sio maskini anapanda juu kwa sababu ulimpandia mbegu ya kuwa maskini, wewe mwenyewe ndio unatembea na huo maskini. Kwenye kitabu cha Isaya 33 mstari wa kwanza anasema hivi: ole wako uharibuye ila ukuharibu. Sasa ole wako wewe unayeharibu wakati wewe ukuharibiwa. Utendaye hila wala ukutendewa hila. Utakapokwisha kuharibu utaharibiwa wewe. Utakapokwisha kutenda kwa hila, wao watakutendea hila wewe. Umeona? Kwa ina maana unapompandia mwingine hila, maana anasema ukimaliza kufanya vile watakutendea hila wewe. Ukimaliza kuharibu, asema watakuharibu wewe. Sasa jinsi gani ya kujiepusha na ile laana? Cha kwanza kabisa, watamkie wengine mambo mazuri, wapandie wengine mambo mazuri, waombee mazuri. Ukiwaombea mazuri utavuna mazuri. Ukiwaombea baraka utavuna baraka. Ukiwaombea kufanikiwa utavuna mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu wewe umewapandia mafanikio. Hilo la kwanza. La pili, samehe waliokukosea. Ili ya kwamba uweze kuondokana na hii mbegu ya kuwapandia wengine mabaya, samehe. Ukishamsamehe uweze kumpandia mabaya. Kwa nini? Kwa sababu umekwisha kumsamehe. Lakini usipomsamehe, lazima tu utamtamkia mabaya, utampandia mbegu mbaya. Mwisho wa siku watoto wako wanavuna mbegu mbaya. Kwa hiyo lazima uwasamehe wengine. La tatu na la mwisho, lazima uwe na upendo wa Mungu ndani yako. Ukiwa na upendo wa Mungu ndani yako, huwezi kuwatukana wengine, huwezi kuwapandia mbegu mbaya wengine, hauwezi ukatenda dhambi kwa sababu ndani yako kuna upendo wa Mungu. Kwa mimi nikuombe mtumishi wa Bwana, laana ya kupanda na kuvuna ni laana mbaya sana, ambayo unakuja kuvuna katika wakati ambao wewe haukutegemea. Unavuna katika wakati ambao watoto wako hawakutegemea. Unavuna katika wakati ambao biashara yako haikutegemea. Unashangaa ndio unavuna huo wakati. Vitu vinaharibika, vitu vinabomoka, vitu haviendi vizuri. Kumbe kwa sababu wewe uliwapandia wengine mbegu mbaya. Ndio maana wanasema usimdharau aliyoko chini leo kwa sababu haujui kesho atakuwa wapi. Kila mmoja Mungu amempangia. Ni swala la muda.